Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kujiri kuelekea katika kile kilele cha siku ya wananchi ama Yanga Day, ambapo kwa mujibu wa ratiba ambayo imeweza kutangazwa na klabu ya soka Yanga Sports Club wiki hii siku ya Jumapili, yani tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kushiriki katika kile kilele cha siku ya Yanga Day. Kwa mujibu wa ratiba, klabu ya soka ya Yanga Sports Club Yanga Day mwaka huu itakwenda kufanyika katika uwanja wa Uhuru uliopo jijini Dar es Salaam. Sababu za kilele cha siku ya mwananchi kufanyika katika uwanja wa Uhuru ni kutokana na uwanja wa Benjamin Mkapa kuweza kufungiwa kwa sababu ya marekebisho ama matengenezo ambayo yanafanyika kwa sababu ya michuano mikubwa ya AFCON ambayo itakwenda kutimua vumbi mwaka 2027 kunako mataifa matatu ya Afrika Mashariki, yani Uganda, Kenya na Tanzania. Kwa hiyo uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sasa upo katika marekebisho. Sasa kuelekea katika siku ile ya kilele cha siku ya Yanga Day, hatimaye klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kutangaza klabu ambayo watakwenda kucheza nayo mchezo wa kirafiki katika kile kilele cha siku ya Yanga Day, ambapo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kuialika klabu ya FC Les Eagles du Congo, klabu kutokea katika nchi ya DR Congo. Katika nchi ya DR Congo kuna ligi mbili, yani kuna ligi group A na kuna ligi group B, ambapo Les Eagles du Congo ni klabu ambayo imeweza kubeba ubingwa kunako group B, ambapo group B lina vilabu kama Maniema Union, AC Vita Club, kuna Celeste. Kwa hiyo tunaona wao ndio ambao walikuwa mabingwa kunako ligi kuu ya nchini DR Congo. Kwa hiyo tunaona kuelekea msimu ujao wao sambamba na TP Englebert Mazembe ni miongoni mwa vilabu ambavyo vitakwenda kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. FC Les Eagles du Congo msimu uliomalizika walifanikiwa kucheza michezo 26. Katika michezo 26 walishinda michezo 15, huku wakitoa sare michezo 6 na kupoteza michezo 5, wakiwa wamefunga mabao 35 na kuruhusu mabao 14, wakiwa na alama 51 ambazo zimetosha klabu hii ya FC Les Eagles du Congo kuweza kubeba ubingwa wa group B pale DR Congo. Wanakwenda kucheza na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo Yanga wao ni mabingwa wa kombe la ligi kuu ya NBC msimu uliomalizika 2026 2025, ambapo klabu ya soka Yanga wanachukua kama sehemu ya mchezo huu kuweza kujiandaa kuelekea msimu mpya wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa mwaka 2026-27, ambapo kwa upande mwingine Young Africans kama kawaida wamekuwa na combination nzuri na vilabu hivi kutokea katika nchi ya DR Congo. Kwa hiyo hivyo klabu ya soka kutokea pale nchini DR Congo ambao alishiriki ligi B na kuweza kubeba ubingwa, FC Les Eagles du Congo ndio klabu ambayo itakwenda kucheza mchezo wa kirafiki katika kile kilele cha siku ya Yanga Day kinachotarajiwa kufanyika katika uwanja wa Uhuru uliopo pale mkoani Dar es Salaam. Bwana, tuambie neno la comment baada ya klabu ya soka ya Yanga kuweza kuialika klabu ya FC Les Eagles du Congo. Kwa upande wako, mtanange huu wa siku ya mwananchi ama Yanga Day unaotarajiwa kufanyika tarehe 9 siku ya Jumapili, mtanange huu utaufuatilia ukiwa maeneo gani? Kwa sababu Yanga ni klabu kubwa ambapo watatumia kama sehemu hii kwenda kuonyesha wale wachezaji wao wapi ambao wameweza kusajiliwa licha ya kucheza michezo mbalimbali ya kirafiki, lakini sasa ni muda wa mashabiki kuweza kutazama live wachezaji wao wakiwa na perform mbele ya umma. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine FC Eagles du Congo ndio klabu ambayo Yanga watakwenda kucheza nayo.